Kwanza kabisa ndugu wanahabari, mimi mnajua ni mtu wa kutoka Singida, mimi ni mbunge kutoka Singida na aliyeteuliwa huyu mimi naweza nikasema ukiachilia mbali kwa mahusiano ya kitaifa kama kiongozi wangu wa kitaifa, lakini huyu ni kaka yangu, tunatoka sehemu moja. Ninamfahamu Mwigulu toka nikiwa nimeanza kuajiriwa kufanya kazi serikalini, hatua zile za mwanzo wakati Mwigulu anaanza ubunge wake wa kwanza. Ni kiongozi ambaye ninamfahamu. Jambo la kwanza, sifa kubwa alionayo Mwigulu ni kiongozi mnyenyekevu sana. Mwigulu ni kiongozi humble, anafikika, anasikiliza, sio mtu wa kujivuna. Kwa hiyo na kwa uzoefu alionao serikalini na kwenye chama, mimi ninafikiri kwamba nchi imepata waziri mkuu sahihi ambaye ataweza kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha kwamba dira ya taifa ya 2025 2030 pamoja na strategic plan ambazo zitakuwa zinaletwa na serikali hapa bungeni, kwa aina ya waziri ninayemjua Mwigulu kuwa nafasi ya waziri mkuu, nina imani kubwa sana ndoto, dhamira na dhima ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan itakwenda kutimia hapa bungeni, kwa sababu ninamjua Mwigulu Nchemba ni mtu ambaye anapenda matokeo, ni waziri ambaye anapenda jambo litokee kwa manufaa ya Watanzania. Kwa hiyo naweza nikasema kabisa moyo wangu umepumua, moyo wangu umefurahi, tumepata waziri mkuu sahihi kwa wakati sahihi. Mungu ambariki, tunamwombea sana katika kutekeleza majukumu yake. Kwanza nimpongeze kwa dhati ya moyo wangu kwa kuteuliwa na kuonekana na Mheshimiwa Rais kwa kushika nafasi ya waziri mkuu, ambao nafasi ya adimu, nafasi ya kiutendaji serikalini. Nina imani naye, ninamfahamu tangu nikiwa mwenyekiti wa vijana wa CCM mkoa wa Arusha. Yeye akiwa kwenye chama ni mtu mwadilifu, mtu mwema, mchapakazi. Sisi wengine ambao tuko bungeni na yeye tunamtakia kila laheri. Tunasema Tanzania imempata mtoto anayefanana na wao, mtoto wa kimaskini, ameishi umaskini miaka 32. Anasema miaka 18 peke yake tangu aanze kupata nafuu ya kupata ajira, yeye ndio anaanza kuona kwamba kuna maisha mengine. Alivyokuwa anaelezea Mheshimiwa Waziri Mkuu, unaweza ukahisi anakugusa maisha yako kama na wewe umetokea kwenye maisha kama hayo. Maisha haya aliyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu mteule ni maisha ambayo Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ameyaishi, najua nimeyaishi. Kwa hiyo anapogusa, na najua Watanzania wengi wameishi maisha haya. Mtu sahihi kwa nyakati sahihi. Lingine, kwa sisi ambao ni vijana miaka 50 kwenda chini, huyu ni mwenzetu, anaelewa nini adha ya kukosa ajira. Ametaja kwamba wakati amegraduate, kwa hiyo degree sio hoja. Je, umepata kazi? Anasema amewahi kutumika kama kibega, kubeba ile simenti iliyochanganywa zege. Amegusa maisha ya watu, vijana wengi. Tunajua kwamba bunge hili linatakiwa lilete jawabu ya maisha ya Watanzania wa kawaida waliomaliza vyuo vikuu, waliomaliza diploma, waliotarajia kumaliza cheti, ambapo wao ndio tegemeo za familia zao, ili majawabu ya maisha yao yatokee kwa ajili ya watoto wao, wazazi wao na vitukuu vyao na nchi yao. Kwa hiyo Mwigulu Nchemba ambaye ni daktari leo amethibitishwa atakuwa waziri mkuu baada ya kuapa. Kiukweli amegusa maisha ya wengi. Sisi wengine kama wabunge hili tukufu la Tanzania tunataka kuwatendea Watanzania kwa historia hiyo, kwamba tunajua mahitaji yao, anajua mahitaji yao. Mimi ninachofanya ni kumwombea Mungu ili Mungu aujaze moyo wake, ayaishi kama ambavyo ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi inasema, lakini pia dira ya 2025-50 inawataka watumishi wa serikali na Watanzania wawe ili kujibu matatizo na changamoto za Watanzania.